This one term, two term should not be a topic as at now. The topic as at now ni hii one term imetuletea nini na hii two term imetuletea nini. Because ukiuliza wakazi wa hapa Kisumu, Kisumu is a city, but the fact remains that licha ya kwamba tunatangaziwa broad-based government, there is not even a single factory in Kisumu yenye inaweza employ 1,000 people at a go. And always nasema ya kwamba ukitaka kuinua maisha ya watu sio kuwasanya na kuwapatia 100 kuwapatia 200. Hii haitainua maisha ya mtu. Chenye unafanya unachukua hii pesa unafufua Kikomi. Kikomi ukifufua pale utakuta watu wenye wanafanya bodaboda up to 80% ni watu wenye wako na papers. Mtu ataacha hii bodaboda yake aende pale Kikomi. Mtu mwenye amlimaliza shule atapeana hii bodaboda yule mtu apate kazi. Kwa sababu anajua uzuri ya bodaboda, ataingia pale na the first thing atapata ni kununua bodaboda tena ingine. So ata create another employment. Saa ile Kikomi inafanya, hii bodaboda haitasimama hapa. Utakuta anapeleka mtu Kikomi, yule wa Kikomi alisahau simu nyumbani, bibi yake anampigia, chukulia mzee hii simu, mzee anasema hata mimi nilisahau kuacha pesa ya sapa, chukulia bibi, bibi anasema sasa unipeleke soko, economy will be revolving. That is the economy we want, not drum of one term, two term ambaye haitusaidii. Jambo lingine ambaye inatakikana tu debate on kama watu wa Kisumu is issues based on policies. Mimi kama mtu wa Safina nikuja niseme jinsi ambayo nitabadilisha maisha ya watu. Because ukiangalia Linda Mwananchi na Linda Ground, those people are a coin and the other side. Because Linda Mwananchi mzee, kitu ambayo inakuuzia, sisi tuko na post ya CS ya treasury na CS ya nini ya finance na PS pia ya interior. Wanasema hizi ni zetu, tuongezewe zingine. Sio raia, hawa wanataka yao. Haitusaidii. Ukienda kwa Linda Mwananchi, rafiki yangu kabisa Babu Owino anasema ya kwamba lazima apinge serikali kwa sababu watu wenye wako Nairobi wengi wao ni kabila ingine na hawataki Ruto na anataka kura yao. Inamaanisha anataka yake. Hajaongelea sisi raia wa chini tutasaidika namna gani. So because of time, there is issue in the president sema juzi ya Soforia. I want to caution the president of the Republic of Kenya as one of the senior politicians in Kisumu, as one of the senior officials wa Safina Party. We are students of literature. Leo hii mtu akikuambia wewe ya kwamba haitafika jioni, haita kufikia jioni, ukifika hapa barabara ugongwe na gari, tutasema wewe ndiye amekuua. By the time anasema tulisasafirisha wale watu wa Sufuria, tunajua chenye anamaanisha. Na asifikiria if the king is dead, the spirit of the king is also dead. The spirit of the king is very alive. Politics do change. And within 1 minute, anaweza jua ajui. Ruto akikuja hapa Kisumu, analeta Museveni kulaunch SGR. Ruto akienda Tanzania, nini Uganda, Museveni anamuita ku-open a steel factory. Mbona huko anaenda kufungua factory na hapa wana launch SGR? SGR yenye inalaunchiwa haina pesa. Leave alone kufanya. What you don't know, budget ilishasomwa. Budget ingine haijasomwa. Hii pesa ya SGR iko kwa budget gani? So let our people not be brainwashed. We people are very clever. Our people know what they want. Kitu yenye tunataka ni hii raia ya chini atasaidika namna gani. Sio viongozi wewe sahihi, mbadi ni CS wa finance. Hiyo pesa imekusaidia na nini? Ni lini viongozi wa Kisumu wakakaa chini hata pale ya kesha na wakasema sisi tukienda kwa rais, jambo la kwanza tuambie rais tufungue hii kampuni ya mchele hapo isiage mchele yetu ikose kwenda Uganda. Number 2, tuambie rais tuko na black cotton soil, tufufue upandaji wa pamba, tuweke factory ya textile hapa Kisumu iajiri watu wetu. You are being brainwashed with barabara tunajenga, and I want to tell you
I want to tell you, hakuna mradi yenye inatumika kwa urahisi kuiba pesa ya umma kuliko barabara. Because doing accountable for a road is not like doing accountable for a factory. Number 2, we are being brainwashed with the issue of housing, affordable housing. Those houses are not affordable. You are a media man. How much are they selling one unit? One? Nani hapa kuna 1.1 million? Nani hapa they are affordable? Who can afford that right now? Jana uliona kwa news inasemekana ya kwamba 269 of those houses lack title deed. Leo hii ukienda kununua nyumba, kitu ya kwanza unaangalia ni penye nyumba imefanywa nini? Imejengwa, title deed ya nyumba. Wewe unauziwa nyumba yenye huna title deed, kitu yako ni mzuri. Those houses were meant to eradicate slums. We were the people who were drawing how these things could have worked. Pale Obunga tuko na slums. Hizi slums tunasema kuna watu 2,000 wanaishi. Tunajenga nyumba pale Lumumba. 1,000 ngapi? 2. Tunachukua watu wale pale, wewe unalipa nyumba 1,000. Tunakupeleka na hiyo 1,000 yako wapi? Lumumba. At the same rate. Tunabomoa ile slums yenye iko Ubunga. Wenyewe wanapewa notice. Uko na options 3. Uende kwa housing finance, uchukue loan kujenge, ama uusie mwingine, ama ujenge mwenyewe. Within 1 year, Obunga haitakuwa na slums. Mwenye anafanya bank, anaishi huko Ahero kwa sababu hakuna nyumba mzuri. Ataenda ishi pale Obunga. Wewe pia unaishi huko. The next, tunajenga nyumba huko sehemu zingine. Inaedoricate. Saa hii inajengwa, inauzwa. Contractor hatujui. Mwenye ana supply cement hatujui. Mwenye ana supply chuma hatujui. They have become vitu za kusolitize. Number 2, my friend. Leo hii nikiwa na pesa, niko na shamba. Wewe ni contractor, nimekupea pesa na shamba, unijengee nyumba, nimekulipa. Nyumba ikiisha, unaniuzia? Ni pesa yako. Sasa hizi nyumba iko hivi. Inajengwa kwa shamba ya nani? Serikali haina shamba, that is public land, ni shamba yako. Shamba ya mwananchi. Inajengwa na pesa ya nani? Alafu inauziwa na wananchi kwa nini? How can you sell for me a plot nimejenga na pesa yangu kwa shamba yangu? The same serikali ikipata umejenga nyumba kwa shamba la raia, sina bomoa. Alafu hiyo serikali nakudanganya ununue nyumba yenye kwa shamba ya raia. Wanjigi nashika serikali 2027 tunawafukuza wote. Those things have been built on public land. The government under constitution, the government does not do business with the people. It is the people doing business with government. Sasa hii serikali inafanya biashara na raia kwa usia nyumba. Ni raia inatakikana ifanye hivi, niko na nyumba yangu na serikali imekosa ofisi, nikodeshe serikali. Sio serikali kukuhusia kitu, ni wewe unahusiwa serikali. So my people, let us not be brainwashed, let us not be cheated. This government is failing and that is why we change from tunataka power na tunataka respect. Wangeanzia respect ndio wabageni power. Hata bibi yako kabla uishi na yeye unamwambia hii nyumba tunataka tuheshimiane. Si ati unaenda ati nataka power alafu ukishashindwa ati lazima utaniheshimu. Hiyo nyumba haiendi pahali. Okay, the audience depth means this. Thank you for asking such a good question. Kenya hii si ati hatuna pesa. Kwa shilingi 100 yenye tunasanya, shilingi 80 bob inaenda kulipa madeni ambaye pesa iko ni madeni tunalipa. Leo hii audience depth like this. Leo hii mimi ninafanya hapa ni car wash kwa kampuni. Kampuni imechukua deni na mimi ndio nimesign ya kwamba kampuni inaenda kuweka for example transmitter pale Riat. Hii transmitter isipowekwa inamaanisha hii pesa ililetwa lakini haikufanya kazi. Sasa wakati tunafanya auditing tunasema Amimo ulisign pesa ya kuweka transmitter. Sasa hii pesa tunagundua ulinunua naye nyumba migosi. Tunauza ile nyumba, tuna recover Unanielewa? So ile nyumba yenye ile pesa yenye ilichukuliwa yenye debt yenye hatujui, hiyo pesa hatulipi. Tutafuata Ruto. Tumuulize pesa yenye ilichukua ilijenga nini? Kama ikujenga tunaenda Weston, tunauza.
tunaenda Narok tunauza, inalipa ile. Sasa hii pesa hii 80 bob yenye unasanya, tumefanya hesabu sisi kama Safina, hii pesa yenye tunalipa imetosha kulipa healthcare for free. Wewe sio shift, si SHA, si NHIF, wewe ni kitambulisho peke yake na unatibi juu pesa iko inalipa madeni bandia. Hii pesa imetosha kusomesha watoto wa shule. Wewe ni kupeleka mtoto shule imelipwa. So this odious debt, meaning they are taking money but they are not being directed to the same what? Wewe ni a senior journalist. Pesa ikichukuliwa lazima ipitishwe pa. We have realized kwamba kuna deni imechukuliwa zenye haijapitishwa nini? Parliament. Because our parliamentarians pesa inachukuliwa wanahongwa nao, sasa wamenamaza. So the odious debt we will not pay. In Kijaluo tunasema gowi manono okwa chol. Those who took those debts, we will hold them accountable, warudishe. Leo hii ukiacha pesa kwako, pesa umeacha kwako, alafu bibi anunue nyama, unafika usiku unawekewa mboga, utalalamika? Si uko na right ya kumwambia wacha nikule hii mboga, lakini ile pesa yenye nilikupatia kesho nione nyama. Asipoona nyama hiyo nyumba inasambaratika. So hii pesa kama walikula kwa tumbo yao, they will pay. Sisi hii pesa yenye tutasanya ya usuru yenu tutawahudumia ninyi. The recent rallies has portrayed Kisumu as a peaceful city. Kisumu has been portrayed internationally as a peaceful city. Tuko na wengine wachache wenye wanafikiria ya kwamba unasasanya hao vijana wapatie 100 waende watupe mawe. The leaders, they know themselves. They know themselves. Hata wanawajua. They know themselves. Wanafikiria ukisanya hao watu wapatie 100 waende wa heckle, waende wafanye nini? Hao watu wameingia kwa issues based politics. Kenya hii kuenda vizuri ni ya kwamba rally yenye ilifanyika ya Linda Mwananchi haikuwa na issues sana. Babu ndiye alijaribu kuileta wakati aliuliza Kikomi na kampuni. But ukiona ile rally ilikuwa endorsement ya kuendorse Orengo as acting party leader na Babu kama Nairobi governor. Ilikuwa mnaona Babu anatosha, mnaona Orengo anatosha. Wangeeleta chini to discussion with wananchi. Nyinyi watu wa bodaboda, ni nini natakikana ifanyike hapa Kisumu? And I repeat, I challenge the leaders of Kisumu, from the governor, my good friend Professor Peter Nyang'nyong'o, Senator, my good friend Senior Counsel Wakili Tom Odhiambo Jianda, the women rep Nyakamami, and other leaders, including Chairman Yaduol, led by James Wambura Nyikal, MP Nyeseme, that they should call a meeting of the leaders to debate on how we can help our people in Nyanza. What you don't know, our people, is that Nyanza region is the richest region in Kenya. Hii region inaitwa Nyanza. Ukienda Central wako na kahawa na coffee peke yake. Coast ni port peke yake. Hapa Nandi ni maziwa na mahindi na ngano peke yake. Aya, twende hapa Nyanza. Tuko na lake from Migori to Homa Bay to Kisumu. Tuko na miwa. Pia iko Siaya, iko Kisumu, iko Migori, iko Homa Bay. Tuko na agricultural land cutting all the across. Niliuliza gavana Wanga ya kwamba wakati tunausiwa hii kelele ya the biggest party, unaweza kata hiyo simu. Wakati tunausiwa hii kelele, yeye alifungua kampuni nyingine inaitwa Mokwa kule Homa Bay, Kigoto. Ilikufa hata kabla muunga ifike Homa Bay, ifike Kindu Bay. Hata haikufika hapa Kisumu. Na saa ile inakufa, we have a dollar company has been operating ever since. Mbona wasiende benchmarking kwa dollar? How are you doing this to sustain you? So we need leaders who can bring factories to employ our people, not handouts. We cannot be tricked by the politics of handouts. Ananja Safina. Yes. Mimi ni mtu wa Safina. Yes. Mimi si mtu wa ODM. Yes. I left ODM while Raila was still alive. Yes. And for your record, I'm the first organizing secretary in 2005 of ODM Eldoret region. When it was being formed, I left ODM a long time ago before that of the Raila. Commenting on Orengo and ODM is like I'm interfering with the party which is not mine. I'm in Safina party. Whether Orengo want to be the party leader of birds
or trees or ODM or whichever is none of their business. With me, my business is with them is this. We have party leader already. Raila was even party leader. We have party leader, we have CS. Our raia, our wako na nini? Eri tukose party leader na tuko na factory. Kiambu haina party leader lakini wako na factories. Party leader wakcham. Party leader kwa rengo yudo ene modhi gode. Ini gimonego chandi sani ene ni ya right now if you want to know the rate of unemployment ukita rally hapa Kisumu weekday itaja. Na unataka kuniambia hao wote employers wao wamewa release kampuni sifungwe kwa sababu ya rally. So that is how you rate it. And that is with us Safina Party tunaweka rally yetu either holiday ama weekend. Because weekdays we believe people should be working. Number one, show me your track, it will prove your future. Track yake ya past haijaonyesha improvement. Imeonyesha kumaliza. And let me tell you, second term is always very dangerous. President has got nothing to lose. His tribe has got nothing to lose. Saisi wacha nikwambie, without fear or any contradiction. Kitambo hii siasa ikianza, Sudi, Murkomen and Kinaron Cheruiyot walikuwa wanatupa maneno mpaka Murkomen alikuwa anasema nafunga belt ya 1 million. All of a sudden now watu si wamenyamaza. I sit with these people. I sit with their close allies. Au watu waliambiwa ya kwamba mkianza hiyo maongezi yalikuwa unaongelea itafukusa hao wengine wasitupigie nini kura. Au watu si wamenyamaza. Kwani hawako Kenya? Wanasema tunyamaze sisi, tupumbase wale watu waturudishe ndio tukule second term. Wewe hata hiyo kofia hutanunua. Iko. Kuna wakati mimi napenda kurefer watu kwa Biblia. That is the only book yenye hajawahi rekebishwa. Kuna wakati wanafunzi wa Yesu walienda kwa Yesu, wakamuuliza, tulikuta mtu anatoa mapepo kwa jina yako. Aliwaambia nini? He who calls my name is ours. Yule ambaye anatumia jina letu ni ye. Hata sisi wale ambaye watashughulikia raia kama nyinyi, tutafanya nao kazi. The team one term and issues based.